Ujumbe aliotoa Raila Odinga kuhusu nchi ya Tanzania kabla ya kifo chake imeibua gumzo nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Wakati taifa la Kenya, bara la Afrika na dunia kwa jumla likiendelea kugubikwa na majonzi kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya hayati Raila Amolo Odinga, simulizi za maisha yake, falsafa zake za kisiasa na urafiki wake wa kipekee na nchi ya Tanzania zinaendelea kugusa hisia za wengi. Raila, ambaye alikuwa kiongozi shupavu mwenye maono ya haki na usawa, amebaki kuwa sura halisi ya mapambano ya kidemokrasia katika Afrika Mashariki. Safari yake ya kisiasa haikuwa ya kawaida, kwani mnamo Juni mwaka 2025 Raila alikuwa nchini Tanzania kama mgeni maalum katika sherehe za harusi ya mtangazaji wa Star TV Chief Odemba, na alitoa simulizi iliyowagusa wengi. Katika mazungumzo yake wakati huo, alifichua jinsi alivyozuiwa na serikali ya kikoloni ya Kenya kupata hati ya kusafiri alipokuwa kijana, ama jambo lilomnyima nafasi ya kuendelea na masomo ya shughuli za kimataifa. Lakini katika namna ya kipekee, Raila alipata msaada kutoka upande wa pili wa mpaka ambao ni Tanzania. Ni kupitia urafiki wa karibu uliokuwepo kati ya Kenya na Tanzania chini ya uongozi wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo Raila alisaidiwa kupata pasipoti ya Kitanzania. Hatua hiyo iliyompa fursa ya kusafiri, kusoma na kujenga misingi ya safari yake ya kisiasa, ambayo baadaye ilimfanya kuwa mmoja wa viongozi wanaoheshimika zaidi barani Afrika. Kwa Raila, Tanzania haikuwa tu nchi jirani, bali ilikuwa ngome ya matumaini. Uhusiano wake wa taifa hili ulijikita katika misingi ya ujamaa, utu na mshikamano wa Afrika Mashariki. Wakati wowote alipokuwa akihutubia hadhara, mara nyingi alitaja Tanzania kama mfano wa uongozi wenye maadili, ukimnukuu Mwalimu Nyerere kama kiongozi wa maono na mzalendo wa kweli. Kumbukumbu hizo sasa zinachukua sura mpya, hasa katika kipindi hiki ambacho bara la Afrika linakumbuka mchango wa Raila katika kuhimiza umoja, amani na utawala wa haki. Kauli yake ya kwamba Kenya na Tanzania ni majirani wa damu na moyo imebaki kuwa alama ya maono yake ya ushirikiano wa kikao ama wa kikanda unaozidi kuwa muhimu katika enzi hizi za changamoto za kisiasa na kiuchumi. Kwa wengi, simulizi la Raila kuhusu pasipoti yake ya Kitanzania ni zaidi ya hadithi binafsi. Ni ushuhuda wa namna Afrika inaweza kushirikiana na kusaidiana bila mipaka ya kisiasa. Ni alama ya urafiki uliojengwa juu ya misingi ya utu na undugu, maono ambayo Raila aliyaishi hadi dakika za mwisho za maisha yake. Leo hii Tanzania inabaki kuwa sehemu muhimu ya urithi wa Raila Amolo Odinga. Taifa hili lilimpa fursa katika kipindi cha giza la ukoloni, na yeye akalirudishia heshima kwa kuliheshimu, kulipenda na kulitamani kwa mfano wa ushirikiano wa Afrika mpya. Kenyascope itaendelea kufuatilia kumbukumbu za maisha hayati Raila Odinga, kiongozi ambaye aliamini katika umoja, haki na utu wa Kiafrika, na ambaye aliondoka duniani akiwa amebaki kuwa daraja kati ya Kenya na Tanzania, si tu kwa siasa bali kwa historia na damu ya urafiki wa kweli.